Ndio maana nita pass over. Ile sikukuu ya Pasaka, the angel of death passed over them. Malaika aliwaruka, hukumu iliwaruka, kwa sababu tumewekewa alama na ile damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ni nani atakayeniwekea hukumu ya adhabu juu ya wale ambao tupo katika Kristo Yesu? Ni nani atakayefanya hivyo? Umeona? Kwa sababu damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yetu hivi sasa. So damu ya Yesu ni critical. Damu ya Yesu ni important. Damu ya Yesu ni damu ya mwana kondoo wa Mungu. Na bila damu ya Yesu sisi hatuna wokovu. Alright. Kumekuwa pia na mjadala fulani tena hivi ulijaribu kutokea ya kwamba Mungu ambaye ni Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%. Biblia inasema na alijaribiwa katika mambo yote na hakutenda dhambi. So ile kitu watu wengi walikuwa wamejaribu kuiargue sana kwamba hapana, Yesu ni Mungu, alikuwa ni Mungu, hakuwa mwanadamu hata kidogo. Na wengine wakajaribu kutetea kabisa na maandiko pale. Tunatamani kufahamu kwa undani kabisa ni kwa kiasi gani ambacho I know hakuna kiasi, alikuwa ni mwanadamu 100%. Tunawekaje hiyo? Unajua Mungu atusamee na kutusaidia sana kwa ajili ya mapokeo. Mapokeo ni vitu ambavyo vinatupelekea kujenga imani. Vinatupelekea kujenga imani katika vitu ambavyo yawezekana vikawa sio. Inatupelekea kujenga imani katika vitu ambavyo inawezekana ikawa sio. Misheni nzima ya Yesu kuja duniani pamoja na ukombozi pamoja na ukombozi, misheni nzima ya kuja duniani ilikuwa ni Yesu kuwa njia. Kwenye kuwa njia, maana yake kuwa template, maana yake kuwa mfano. Hivyo Yesu ni njia, maana yake Yesu ni template, Yesu ni mfano. Anasema hakuna mtu anayekuja kwa Mungu isipokuwa kwa njia ya kwake. Yesu alikuja kutuonyesha jinsi ya kuwa mwana wa Mungu duniani. Lazima tujenge kwanza hiyo background. Yesu anasema mbegu ya ngano isipodondoka ardhini na kufa hubakia peke yake. Swali nililonalo mimi, mbegu ya ngano inayodondoka ardhini na kufa, ukichunguza vinasaba vyake ama DNA yake, je, inafanana na zile mbegu zitakazozaliwa? Jibu ni ndio. Sio kama nielewa. Yesu anajizungumzia kufa kwake yeye kunapelekea kuzaliwa kwa wengine ambao watakuwa exactly like him. Let that sink in. Hebu hiyo itumbukie kwanza mioyoni mwetu. Yeye anajiita punje ya ngano. Ikidondoka chini, ikifa, kinachozaliwa ni nini? Ngano. Ni ngano kama ile ile iliyokufa. Kwa hiyo already Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu kwamba wanaokuja kuzaliwa baada ya mission yake watakuwa exactly like he was. Watakuwa exactly like he was. Tunasema lakini mbona Yesu anajiita mwana wa Mungu? Ndio, kwani wewe anakuitaje? Wewe anakuita mwana wa Mungu vile vile. Lakini hapana, Yesu inampatia special title, anaitwa Son of Man. Jamani, kwani Mungu wakati anazungumza na Ezekieli kwamba Ezekieli tabiri, alikuwa anamuita kwa title gani? Alikuwa Son of Man. Son of Man. Son of Man. Prophesy. Son of Man maana yake son of Adam. Kwa Kiingereza tunasema son of man. Kwa Biblia ya Kiswahili inasema mwana
wa Adamu, si ndio? Yeah. Mwana wa Adamu. Tumepokea hili kutoka kwa Wayahudi, wanaita mwana wa Adamu, ambayo kwa kifupi chake tunasema mwanadamu, si ndio? Au Wayahudi wanasema na Wayahudi na Waarabu wanasema bin Adam, yani huyo bin Adam, binadamu, mwana wa Adamu, mwanadamu. Umeona, ikimaanisha kwamba Yesu alikuwa anaji-identify yeye zaidi kama mwana wa Adamu. Umeona, sasa ukija hapo unasema okay fine, kuzaliwa kwake mbona hakuwa na baba? Sasa ndugu zangu, hapo patamu. Mbona hakuwa na baba? Kwa hiyo lazima ni Mungu. Okay, I can give you that, na mimi I can also give you this. Adamu alikuwa na mama? Hapana. Adamu alikuwa na baba? Hapana. Afadhali Yesu hata mama alikuwa naye. Je, Adamu alikuwa Mungu? Kwa sababu hana wazazi. Sio, unanielewa? Okay. But does that make him God? He doesn't. Adamu ametoka kwa Mungu akiwa hivyo hivyo mtu mzima. Ameumbwa akiwa mtu mzima. Hana baba, hana mama. At least Yesu ana mama. Sio kama unanielewa? Ile kutokuwa na baba haimfanyi kuwa Mungu. Inamfanya kuwa mbegu mpya ya binadamu ambayo haitokani na dhambi ya baba zake, kama nilivyoeleza kwenye kipindi cha siku ile. Umeona, hakubeba dhambi, hakubeba hatia ya baba zake, sababu alikuwa hana baba, na mtoto huwa habebi dhambi za mama. Katika culture nzima ya Kiyahudi wanazungumza kuhusu dhambi za baba zao, sio dhambi za mama zao. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo sasa Yesu amekuja, amezaliwa, anaishi mtu kabisa. Anahitaji kunyonya, anahitaji kukua, anahitaji kufundishwa. Nyinyi anasema Yesu akaongezeka kwa hekima na kimo, akakuwa kwa hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Mungu anaweza kuongezeka hekima? Hapana. Kwenye Waebrania anasema Yesu pamoja na kwamba alikuwa mwana, alijifunza utii kwa mateso mengi aliyoyapata. Can God learn through suffering? Kwanza, can God learn? Hapo Mungu anaweza kujifunza. God cannot learn because he is the ultimate knowledge. Yani yeye mwenyewe Mungu ndio huo ujuzi. Mungu ni chemistry, chemicals zinavyoungana, that is God. Mungu ni physics, nyota zinavyozunguka, that is God. Mungu ni biology, I am fearfully and wonderfully made. Mungu ni biology, Mungu ni everything. God cannot learn because God cannot increase. It is theologically impossible. Haiwezekani kithiolojia Mungu kukua kwa hekima. Haiwezekani kithiolojia Mungu kukua kwa ujuzi. Kwamba isa naona Mungu siku hizi anaelewa haya mambo. Mungu siku hizi kuna namna fulani Mungu naona anaingilika. Anaingilika viwango vyake. Naona viwango vyake sasa hivi vimeanza kwenda level fulani. Hiyo ni kufuru. Mungu hawezi. Yesu ilibidi ajifunze kwa sababu ni mtu. Kwa nini Yesu ni mtu? Sasa mimi hapa ninajua kwamba mimi ninavyozungumza huwa napenda watu wakafanya research wenyewe. Hadi sasa nimezungumza maandiko mengi mno bila kusema imeandikwa wapi, ila roho zenu zinawashuhudia kwamba hilo ni andiko ninalijua. Umeona? Sasa Yesu ukimwangalia yani ni kitu fulani cha ajabu sana. Kuna mtu fulani akasema hapana, huwezi kusema hivyo. Ona
hapa kanisoma kwenye Wakolosai pale sura ya 2 kwamba anasema Jesus is the visible image of an invisible God. Yesu ni taswira inayoonekana ya Mungu asiyeonekana. Nikaambia kwa hiyo unasemaje? Ndio maana yake kwamba Yesu ni taswira inayoonekana ya Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo ni proof kwamba Yesu ni Mungu. Nikasema hauko serious. Kwani Mungu wakati anamuumba Adamu alisemaje? Let us make man in our own image. Hello? Na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Nikasema already we were in the image of God. Adamu alikuwa in the image of God. Alikuwa katika sura ya Mungu, katika taswira ya Mungu. Kwa hiyo tunaposema Yesu ni mfano unaoonekana wa Mungu asiyeonekana, so was Adam. Hata Adamu alikuwa hivyo, ni mfano unaoonekana wa Mungu asiyeonekana. Mungu haonekani, lakini mimi ni mfano na sura ya Mungu. Umeona? Sasa watu wanaona kwamba tukisema Yesu alivyokuwa duniani alikuwa ni 100% Mungu, tunakuwa tumemwibia utukufu wake. Lakini mimi ninawaambia, tukisema Yesu alivyokuwa duniani, kumbuka hapa tunazungumzia miaka yake 30 plus 30 pale jumlisha aliyoishi duniani, ndio tunayozungumzia hapa. Kwamba tukisema kwamba ile miaka 30 aliyoishi hapa duniani alikuwa Mungu 100%, tunamwibia Yesu kafara yake. Kwa sababu ni rahisi kusema umeisustain kwa sababu ni Mungu. Pengine wakati wanampigilia misumari msalabani alifisha mikono yake ganzi, kwa hiyo hasikii maumivu. Sio, unaona tunavyoweza kumwibia. We are robbing him of the experience. Tunamnyang'anya ile experience ya kusikia njaa. Tunamnyang'anya ile experience ya kuteseka. Tunamnyang'anya ile experience ya kukula kichapo na kupigwa na kufanya nini. Tunamrob kwa sababu kama alipita mle kama Mungu, how can he identify with me? Na kifo cha Yesu ilikuwa ni lazima aweze kujiidentify na mwenye dhambi, aujue udhaifu wetu. Waebrania inasema auishi udhaifu wetu. Anasema kwamba alijaribiwa kama sisi katika mambo yote. Hebu jaribu kuwaza wewe kama kijana, majaribu unayopitia alafu mweke Yesu. Unajua religiously unaona mtu anaona kama hata unakufuru kwamba hapana, kwamba Yesu kwamba naye akiangalia matukio sasa hivi anasema kwamba Yesu naye kwamba inawezekana kwamba Yesu kweli naye alikuwa na viungo vilivyokamilika vya mwanaume hata viweze kumsumbua. Mimi sijui, ila Biblia imesema alijaribiwa kama sisi katika mambo yote ili aweze kufaa kama kuhani anayeweza kusympathize, kuendana na madhaifu ya watu wake. Umeona? Kwa hiyo ilibidi awe mimi ili aweze kujua kwamba mimi nina feel vipi. Umeona? Ukisoma kwenye Waebrania 2:17 pale. Kwanza Waebrania 2 yote iko nzuri sana. Tuseme Waebrania zile sura kuanzia ya 2 mpaka ya 5 pale. Inaongea vizuri sana kuhusu haya masuala. Kwenye Waebrania 2:17 pale anasema he was made like his brothers. And with the brothers. He was made like his brothers. Wewe ume-highlight neno brothers. Mimi na highlight neno made. Jesus was made. Yeah. He was made. If he was made, he must have a maker. Sio umeona? Yesu alitengenezwa na nani? Na kama alitengenezwa, yuko aliyemtengeneza. Unaona? Kwenye Wafilipi 2 kule anatuelezea process ilivyokuwa. Anasema alivua utukufu wake kwa hiari yake, akavaa mwili wa utumwa, akaja kuzaliwa duniani. Kwa hiyo sio kwamba Yesu hakuwa Mungu.
Yesu alikuwa Mungu na Yesu ni Mungu sasa, lakini ili afanye kafara duniani alivua utukufu wake, akazaliwa mtu kabisa, akaishi with a complete human experience mpaka akafika mahali akahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Jamani, Mungu huwezi kumjaza Roho wa Mungu. Sika mnanielewa? Yani this it should be simple physics. Alihitaji ujazo wa Roho wa Mungu ndani yake ili aweze kuifanya kazi ya Mungu. Kuna mali aliishiwa nguvu kabisa. Na anasema how Jesus of Nazareth, jinsi Yesu wa Nazareti alivyokwenda huku na huku akiwaponya watu na kuwafungua wale wote waliosetwa na Ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Haisemi kwa sababu yeye alikuwa Mungu, ni Mungu alikuwa pamoja naye. Yote aliyoyafanya Yesu sasa kuyafanya kama Mungu. Miujiza yote aliyoifanya Yesu, Biblia haifundishi kwamba alifanya kama Mungu. Ndio maana akasema vyote nilivyovifanya mimi nyie mnaweza mkafanya hata zaidi ya hapo. Yes, ndio maana vile vile akasema without the Father I can do nothing. Kama na yeye angekuwa Mungu, kwa nini aseme I can do nothing? Asa bila Baba, pasipo Baba mimi siwezi neno lolote. Anasema Baba ni mkuu kuliko mimi, the Father is greater than I. Hadi hapo hatupati hata fununu. Kwamba Baba ni mkuu kuliko mimi, ina maana kuna Baba halafu kuna mimi. Twende mbele. Alivyokufa akafufuka, anasema nenda kawaambie ndugu zangu, go tell my brothers. Umeona? Go tell my brothers kwamba ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yao, kuonyesha kwamba sisi na yeye tayari tuko kitu kimoja. Ninafufuka, ninakwenda kwa Baba yangu na Baba yao, Mungu wangu na Mungu wao. Okay. Yesu ana Mungu. Okay. Mungu wa Yesu ndio ninayemwabudu mimi. Ni concept ziko kwenye Biblia. Yesu ana Mungu. Yohana anasema tukitenda dhambi tunaye mwombezi. Tunaye wapi? Yupo katika ulimwengu wa roho, interceding for us. My friend, ukitaka kujua sisi na Yesu tuko umoja kiasi gani, ni kwamba ukisema Yesu yuko co-equal with the Father, kwa nini anahitaji kuomba? Hata sasa kwa nini anahitaji kuomba? Umeona? Tunamuona Yesu akiomba, lakini umewahi kumuona Mungu akiomba? Baba. Umeona? Kwa hiyo kuna namna fulani, kuna concept fulani ambayo tunashindwa kuielewa. Ili kafara ya Yesu ifae, ili aweze kuendana na udhaifu wangu, ili aweze kuelewa kusikia tamaa ya mwili maana yake nini, ili aweze kuelewa kusikia njaa mwilini maana yake nini, ili aweze kuelewa kusikia hofu maana yake nini. Yesu alisikia hofu. Mungu hasikii hofu. Anasema anavyokaribia kusulubishwa pale, anasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Kama Mungu unapata kihoro mpaka unataka kufa? Mungu anasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mwili yuko mwilini. Sisi wengi hapa roho hii radhi kufa kwa ajili ya Injili, lakini mwili, rafiki yangu, ukianza kuwaza kupigwa shoti za umeme, kubanwa maeneo fulani na nini, ukianza kuwaza unasema hebu ngoja kwanza. Yani mwilini, I want to die for the gospel but please wait. Umeona? Tunasema kama Yesu anavyosema kama roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa Yesu amekuja akaishi kama sisi, akaishi kama mmoja wetu, lakini hakutenda dhambi. Ndio maana alivyofanya kazi yake akamaliza, mwishoni mwa kazi yake anasema Baba,
kwenye Yohana 17. Nirejeshee ule utukufu niliokuwa nao na wewe, nilioushare na wewe huko tokea kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa nini aseme hivyo? Maanake kuna bond fulani ya utukufu ambayo walikuwa wanashare na Mungu kabla hajauvua kuja duniani. Sasa amemaliza kazi, anaomba arejeshewe utukufu wake. Umeona? Anaomba arejeshewe utukufu wake. Baada ya utukufu wake kurejeshewa, akageuka anamwambia Mungu, utukufu huu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Nimependa ile translation, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja, haimaanishi ili wawe na umoja huko duniani kama sisi tulivyo na umoja huko mbinguni. No. If you read it in the Greek, manake ili wawe na umoja in us, ili wawe wamoja na sisi. Ukisoma kwenye King James, kwenye hiyo Yohana 17 kunasema that they may be perfected in one. Ukiangalia ile one wameweka capital O. Okay. Kwamba wakamilishwe katika ndani ya umoja wetu. Ndio hapo anasema mimi ndani, wewe Baba ndani yangu, mimi ndani yao, mimi ndani yao, na wao ndani yangu. Kinachotafutwa kwa sasa hivi ni kwamba sisi kuwa tumekamilishwa, tuko ndani ya Kristo. Na hata sasa anasema tumeketishwa, past tense, na Kristo katika ulimwengu wa roho, mahali pa juu palipoinuka. It means sasa hivi sisi tuko inseparable na Kristo, hatutenganishwi tena na Kristo. Sasa mtu anaweza kaniuliza, kwa hiyo mtumishi unasema kwamba Yesu sio wa kuabudiwa? Sicho ninachosema. Yesu ni wa kuabudiwa kabisa. Ndio maana hata kina Yohana the Revelator, Yohana huyu aliyeandika kitabu cha Revelation, alivyokuwa huko duniani, Yesu alikuwa yeye anamwegamia, amekaa naye hivi mpaka wanafunzi wenzao wanasema, Bwana muulize nani atakayemsaliti. Lakini unamwona kwenye kitabu cha Ufunuo, baada ya Yesu kufunuliwa kwake, unamwona kwenye kitabu cha Ufunuo, amekuwa ni mtu tofauti. Sio yule tena ambaye anapiga magoti, anasujudu kwake. Kwa nini? Because he is Lord. Kwa sababu ni Bwana, amesharudi kwenye enzi yake, amerudi kwenye utukufu wake. Unasema mtumishi, kwa hiyo unasema Yesu sio Mungu? Yesu ni Mungu. Yesu ni wa kuabudiwa. Yesu ni mfalme wa wafalme. Mfalme huyu alivua uungu wake kwa muda, akaja kuishi kama viumbe wake ili awapate. Anasema Yesu alizaliwa na mwanamke chini ya sheria ili awapate hao walioko chini ya sheria. Mungu huwezi kumweka chini ya sheria. Mungu huwezi kumweka chini ya Torati, never. Na Yesu alikuwa anaishi chini ya Torati mpaka akaitwa Rabai. Alikuwa ni mwalimu wa Torati mpaka Roho Mtakatifu alipokuja juu yake. Yesu mpaka anakuja kubatizwa na Roho Mtakatifu anakuja juu yake, alikuwa ni Rabai, ni mwalimu wa Torati. Akabatizwa ubatizo wa Yohana. Jamani, twende pamoja hapa. Yesu alibatizwa ubatizo wa Yohana ambao ulikuwa ni batizo wa nini? Wa toba, wa maji. Ndio, wa toba, si ndio? Ukamilike. Alikuwa anatubu nini? Yohana akaogopa, akasema mimi sitaki kukubatiza wewe bwana. Wewe je, nataka kubatizwa kwa moto. Mimi nautaka ubatizo wako ambao wewe unibatize mimi. Sasa Yohana ni kama alikuwa anataka kuruka yani hatua. Sababu kuna ubatizo wa Yesu ulikuwa unakuja ambao sio wa maji. Umeona? Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini Yohana akataka naye abatizwe hivyo, lakini alikuwa hajui kwamba Yohana alishabatizwa huo tokea yuko tumboni kwa mama yake. Sababu ndio mtu wa kwanza Yohana kupokea Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Kwa tayari huo alikuwa nao. Na ndio maana aliweza kumbatiza Yesu. Umeona? Yesu akasema usinizuie. Imetupasa kuitimiza haki yote. Umeona? Imetupasa kuitimiza haki yote. Ina maana kuna haki up to that point, kuna haki Yesu alikuwa hajaitimiza. Mpaka kufikia muda ule anabatizwa, kuna haki Yesu alikuwa hajatimiza. Requirement fulani ya Torati ilikuwa haijatimizwa. Kwa hiyo akabatizwa
ubatizo wa maji ambao ulikuwa ni ubatizo wa toba. Toba, neno wanalotumia kipindi kile metanoia, ni the changing of the mind, kubadilisha namna unafikiri, kubadilisha mpango mfumo wa akili yako. Hiyo ndio toba, sio ile kusema Mungu nimekosea sana, kulia na makamasi kutoka na vitu vya namna hiyo. Hayo ni maungamo. Lakini toba ilikuwa ni tofauti, ni just the way you change your mind, kwamba nilikuwa ninaenda hivi, sasa ninaenda hivi, nilikuwa naamini hivi, ninaenda hivi. Kumbuka, huyu anayebadilisha mawazo pale Yordani ni nani? Anayebadilisha mawazo pale Yordani ni a Jewish rabbi, sio Mkristo. Ni mwalimu wa Torati wa Kiyahudi ambaye ameishi miaka yake yote toka anatairiwa siku ya 8 mpaka wazazi wake wanamfuata hekaluni akiwa na miaka 12 mpaka anakuja kuanza kazi akiwa na miaka 30. Ameishi kama Myahudi ambaye anakwenda kusoma gombo la chuo katika sinagogi kama ilivyokuwa kawaida yake, kama Biblia inavyosema. Alikuwa ni Myahudi pase 100%. Yesu hakuwa Mkristo anayenena kwa lugha, hakuwa hivyo. Sasa kwa sababu ameishi katika Torati, anavyofika anakuja kuianza kazi yake, anafika sehemu anaingia the changing of the mind, the changing of direction, kwamba okay, Torati imekuja sasa, nimeikamilisha yale matakwa yote, nimekamilisha. Takwa la mwisho kukamilisha la Torati ni huu ubatizo, kuwekwa katika maji na vitu vya namna hiyo. Now this is complete, now that I have conquered the law. Sasa kwa sababu nimeishinda Torati yote, niwaletee hawa watu kuokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ili kwa kuniamini mimi wanakuwa wametimiza amri zote za Torati mpaka kufikia ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo kuanzia hapo Yesu sio rabai pase kwamba anafundisha Torati, ila sasa pale ndio title Christ inapokuja, mpako wa mafuta, kwa sababu mafuta yanaletwa na Roho Mtakatifu. So Ukristo, umasihi wa Yesu unaanzia Roho Mtakatifu anavyokuja kwake Yordani. Now he becomes the Christ. Sasa he's anointed, sasa amepakwa mafuta kwa sababu Roho Mtakatifu amekuja juu yake. Umenielewa nachoongea? Kwa hiyo hapo ni muhimu kuweza kuielewa hiyo. Sasa Yesu alibatizwa ubatizo wa toba, sio kwa sababu alikuwa na dhambi za kutubu. Hapana, alikuwa anatubu Torati, kwamba sasa alikuwa anabadilisha mawazo kuhusu Torati, kwamba sasa haki haiji tena kwa matendo ya sheria, bali inakuja kwa imani kwa yule Mungu anayemtoa. Anawaambia, anazungumza uzima wa milele ndio huu, kwamba wakujue wewe Mungu na huyu Kristo uliyemtuma. Sasa hivi huo ndio uzima wa milele. Uzima wa milele unatokana na kumjua Mungu na Kristo aliyemtuma, hautokani tena na kuijua Torati wala kuhesabiwa haki. Kwa hiyo ndio maana Paulo anawaambia Warumi kwamba according to the works of the flesh no one will please God, kwamba hakuna atakayeweza kumpendeza Mungu kwa matendo ya sheria, haiwezekani tena. Sasa hivi tunampendeza Mungu kwa kumwamini Kristo. Wakamuuliza Yesu kwamba tufanye kazi gani ili tuweze kumpendeza Mungu? Tufanye kazi gani tuweze kumpendeza Mungu? Tufanyeje? Waliuza kazi, ni kazi gani tuzifanye tuweze kumpendeza Mungu? Yesu akajibu, kazi ya Mungu ndio hii, kumwamini aliyemtuma. Yaani sasa hivi kazi sio kama zile nitimize Sabato, nifanye nini. Kazi sio zile. Kazi ni kumwamini huyu ambaye alitimiza Sabato. Kazi ni kumwamini huyu ambaye alitunza Torati to the T. Yake yote inakuwa credited to me for free. Haki yake yote ninapewa mimi hiyo kama credit, bure kabisa. Umeona? Sasa kwenye, sijajua kama una Biblia yako hapo, hebu tuangalie pale kwenye Waebrania sura ya 2, nisomee mstari wa 9 na wa 10. Waebrania Waebrania sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema,
ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Yaani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Okay, sasa kuna translation zingine zimeiweka vizuri zaidi kwamba hebu rudia pale, kutokea pale mwanzo 9. Kutokea 9. Ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Haya, kwanza anamuelezea Yesu. Twende pamoja hapo. Alivyokuja duniani Yesu, he was made a little lower than the angels. Ndio Biblia zote zinazofundisha. Alifanywa mdogo kuliko malaika. Hadi hapo hujapata revelation? Okay. Unamfanyaje Mungu kuwa mdogo kuliko malaika? Automatically alikuwa ni mtu. 100%. Ambaye alifanywa mdogo kuliko kuwa malaika. Umeona? Lakini kuna kitu amakizungumza hapo, for the suffering of death. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema he was made a little lower than the angels for the suffering of death. Ili aweze kusafa mauti. Kwa nini? Kwa nini Mungu alimuumba Yesu na mwili wa binadamu kabisa? Ni ili aweze kufa, kwa sababu had he come as anything but human, asingeweza kufa. Angekuja katika namna yoyote tofauti na binadamu, asingeweza kufa. Na kilichokuwa kinatafutwa ni mauti yake ili aweze kuwa mwanakondoo. Kwa sababu angezaliwa kama malaika pale Golgotha pale, mngekufa nyinyi. Pangechimbika kama tu kwenye walivyomkata sikio. Yes. Wakati anaenda kukamatwa pale Petro akajiongeza. Biblia inasema wale watu wakaanguka. Yes. Si ndivyo? Yes. Umeona? So huyu anavyoizungumzia hapa, he was made a little lower than the angels for the suffering of death. Ili aweze kupitia mauti. Ina maana asingetengenezwa lower than the angels, death would have been impossible. Sasa kumbuka, Mungu yupo juu, malaika wapo chini sana. Yesu ikabidi awe chini zaidi hapo ili aweze kufa. Kavaa mwili wa utumwa wa Filipi inatuambia. Umeona? Ili aweze kutuletea ukombozi. Umeona? Kuna vitu vingine vyote alivifanya kama mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa mbona aliposema kwa wale watu ni mimi hapa, wakaanguka. Nakumbuka kuna dada kuna mwanamke alikuwa anaitwa Catherine Kuhlman. Miaka ya nyuma kwa in the 70s alikuwa anamtumikia sana Mungu. Huyu hata alikuwa akisafiri, airlines zilikuwa zinafahamu. Catherine Kuhlman akiwepo, aidha anatangulia yeye kupandishwa kwanza kwenye ndege, akiwa ameshakaa ndio na abiria wengine wanapanda, kwa sababu alikuwa abiria wakikutana pale kwenye gate ya kwenda kupanda kwenye ndege, halafu akapita katikati yao, walikuwa wanaanguka. Wanaanguka, wengine mapepo yanalipuka, wanaanguka, hata wale crew wanaanguka. Wakagundua kwamba huyu mwanamke ili awe anasafiri safely, akija anaingie kwenye ndege kwanza ndio watu wengine waingie wafuate. Why? Was she God? No. She was anointed by God. Naye kuna namna Mungu alikuwa anatembea naye hivyo hivyo, kama Yesu alisema mimi hapa, wale watu wakaanguka. Sio kwamba wanadamu wengine haijawahi kuwatokea hiyo katika namna moja au nyingine. Umeona? Hebu nisome hapo mstari wa 16 mpaka wa 18. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Okay. Unaona Yesu anapokuja duniani hatwai asili ya malaika. Anatwaa asili ya uzao wa Ibrahim ambao ni nani? Human. Adam kabisa. Umeona? Endelea. Maana ni hakika. Okay? 17. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Anasema alifanywa kama ndugu zake katika mambo yote ili aweze kufaa. Sasa angekuwa mwenzetu ana 100% Mungu, tungekuwa tumeshatofautiana, isingekuwa katika mambo yote.
tungesema tunafanana masikio, pua na macho. Kuna baadhi ya mambo tungesema ana operate kama Mungu. Kuna baadhi ya mambo bwana mwenzetu ana operate kama Mungu. Umeona? Lakini hatuwezi kusema hivyo. Anasema ili aweze kuwa kuhani anayefaa wa kutu represent, kwa sababu kuhani hawezi kuwa tofauti na watu wake. La sivyo hawezi kuintercede. Kuhani wa Wayahudi alikuwa lazima awe Myahudi, ili anavyokwenda kupeleka damu ya kondoo au damu ya bull kwa ajili ya kuwakilisha taifa, anajiwakilisha yeye mwenyewe vile vile kwa ajili yao. Lazima anakuwa mbeba dhambi zao, amewabeba wao. Kwa hiyo na Yesu alitubeba sisi kama tulivyo, kwa sababu ndivyo alivyokuwa. Umeona? Na yote aliyokuwa akiyafanya kwa wale ambao wako nani, naweza katajia tu maandiko hapa, mtayasoma kwa wakati wenu. Mathayo 9:6, Marko 2:10, Luka 5:25, anavyozungumzia kwamba vyote alivyovifanya vile alivifanya as the son of man, kama mwana wa Adamu. Wakasema huyu mtu nani amempa mamlaka ya kusamehe dhambi? Akasema ili mjue kwamba mwana wa Adamu, mwanadamu anao uwezo wa kusamehe dhambi duniani. Anasema hapana, hapo alikuwa anajizungumzia yeye kama mwana wa Adamu. Unajua mwana wa Adamu limekuwa kama neno la kidini hivi. Watu wanasahau kwamba inamaanisha tu mwanadamu. Alikuwa anatuambia kwamba sisi ili tujue kwamba yeye mwana wa Adamu ana uwezo wa kusamehe dhambi duniani. Fine. Twende mbele kidogo. Mbona anasema, je, hamjui ya kwamba mmepewa kuhukumu ulimwengu? Nyinyi mmepewa kuhukumu ulimwengu, kama vile anavyosema yeye amepewa kuhukumu ulimwengu. Hata pale anavyosema kwamba Baba hata uhukumu ulimwengu, huyo ni Yesu anaongea. Baba hata uhukumu ulimwengu, bali amemwachia hukumu mwana, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Yesu hata hukumu ulimwengu kwa sababu ni Mungu. Hata hukumu ulimwengu kwa sababu ni mwana wa Adamu, kwa sababu ana uwezo wa kusympathize. Ukijitetea, nilishikwa na tamaa, na yeye anajua kushikwa tamaa. Nilisikia njaa, na yeye anajua kusikia njaa. Niliogopa maumivu, anajua kusikia maumivu. Lakini Mungu Baba, hivyo vitu kwake yeye, kwa sababu hajashiriki mwili, haonekani hata kwa macho, ndio maana hawezi kuhukumu, kwa sababu anaona kama hatatenda haki. Never been there. Yes. Anaona hatatenda haki. Kwa hiyo amemweka mwana front, kwa sababu mwana amewahi kushiriki mwili. Anayajua matendo ya mwili. Yes. Hakuchukua mbegu ya malaika, amechukua mbegu ya Abrahamu. Take a break, Yes. Kwa hiyo tuko hapo. Kwa kuifunga tu hiyo point, labda niseme hivi. Yale yote ambayo kidini zamani tulikuwa tunachukulia kwamba ni haki za Yesu tu. Haki za Yesu tu. Ukimwangalia Yesu, anaona kwamba yeye ni mwanzilishi tu, ila na nyie mnabidi mtembee kwenye hizo. Kuhukumu, tulikuwa tunasema Yesu hata hukumu ulimwengu. Yesu anasema hamjui kwamba mtahukumu ulimwengu, na nyie mtahukumu mpaka malaika. Sio tu ulimwengu, mpaka malaika, even angels. Mpaka malaika. Yes, wako wale malaika waliokosea zamani. Wako wale malaika ambao kwenye Genesis 6 wakatamani watoto wa wanadamu, mabinti za wanadamu. Wako malaika ambao walimkosea Mungu katika namna mbalimbali, ambao na wao si wanasubiri hukumu. Watahukumiwa na nani? Sio na Mungu. Watahukumiwa na wale walioko ndani ya Kristo. Mmepewa kuhukumu ulimwengu, mmepewa kuhukumu mpaka malaika. Kwa hiyo kwenye kuhukumu tunashare naye. Yeye ana hukumu na sisi tuna hukumu. Na kwa nini anasema kwamba Mungu amemwachia hukumu mwana? Anasema kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kwa hiyo Yesu, kama nilivyosema kwamba Yesu ana hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu, sio kwa sababu ni mwana wa Mungu. Na sisi tutahukumu kwa sababu ni wana wa Adamu, sio kwa sababu ni wana wa Mungu. Sio, umenielewa? Pamoja na kwamba ni wana wa Mungu by adoption. Sasa hivi tumekuwa adopted into the family, tumeletwa katika familia ya Mungu. Kwa hiyo yes, unaweza kusema ni wana wa Mungu kwa sababu tumepewa roho wa Mungu. Roho wa Mungu, yeah. Umeona Na kitu kingine Yesu anasema kwamba Yesu, unaona Yesu ni Mungu kwa sababu anasamehe dhambi. Not exactly. Kwa sababu vile vile amegeuka, amesema nyinyi mlioko duniani, yoyote mtakaye muondolea dhambi zimeondolewa. Anasema Yohana, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu.
Yesu anageuka anasema, kama Baba alivyonituma mimi, kadhalika nami nawatuma ninyi. Yeah. Baba alivyonituma nije niondoe dhambi za watu. Anageuka anasema, Eric, yoyote utakayemuondolea dhambi. Kwa hiyo anayeamini maneno ya Eric kuhusu Yesu, kuhusu Mungu, anapata ondoleo la dhambi. Sio kwamba Mungu anashuka kutoka mbinguni kuja kuondoa. No, Eric ni balozi, amepewa kumwakilisha Mungu. Dani ni balozi, kapewa kumwakilisha Mungu, ana uwezo wa kutoa ondoleo la dhambi. Sasa mtumishi, mbona kama hapo tunajiinua sana? Hamna, tumeinuliwa. Ukiinuliwa inuka. Au bora kama hapo tunachukua nafasi ya Mungu. Mungu pekee ndo anaweza akaondoa dhambi za mtu. Sasa si ametukaribisha, anavyokukaribisha ukae naye kwenye kiti cha enzi. Kwamba tumeketishwa pamoja naye. Kile kiti kinachozungukwa na wazee 24 na malaika na nani, tumeketishwa pale pamoja naye ndani ya Kristo. Tumeambiwa tumeketishwa kwenye executive position, kukaa upande wa kuume, maanake executive position. Sisi ni watendaji wa Mungu. Hasa kama ukikatishwa pale, we ni nani ujishushe? Yaani Mungu akiamua kukupandisha kwenye kiti chake, unashukaje? Kwa kwamba sistahili, kwani yeye haoni kwamba hustahili? Ndio maana ya neema. Neema maana yake kupewa kitu ambacho hustahili kabisa. Unakuta umepewa bure. Kwa hiyo mtahukumu ulimwengu kwa sababu ni wana wa Adamu au wana wa Mungu vile vile. Lakini vile vile mtaweza kusamehe dhambi mkiwa hapa hapa duniani. Hivyo ndio vitu ambavyo tumepewa. Lakini mtaweza kuponya wagonjwa, mtaweza kufufua wafu, mtaweza kufanya nini? Baadhi ya hivi vitu ni rahisi kuvifanya kwa sababu tunaamini. Vingine ni ngumu kuvifanya kwa sababu hatuamini. Mfano, wote tunaamini kwamba damu ya Yesu inanihesabia haki, ninaokoka. Tunaamini that. That's easy to believe. Tunaweza kwenda nayo kwamba damu ya Yesu inaweza ikatuokoa. Inaweza ikatuokoa. Kwa hiyo wengi tumeamini hapo. Lakini kuamini hivi vingine na hivi vingine ambavyo wanavisema kwamba sasa hapo kwenye kusamehe watu, mimi naanzeje kwanza kumsamehe? Kwanza unajiangalia wewe mwenyewe. Unajiangalia shortcomings zako, na that's the problem. Ukishajiangalia wewe, you cannot look at him. Nikupe mfano. Agano la Kale, Mungu alileta nyoka wengi, wakawa wanawang'ata wale wa Israeli. Ukiangalia the original word for wale nyoka, wale acha wa nyoka wengine ambao Eva sijui na nani, wana jina tofauti kabisa. Lakini ukiangalia wale nyoka ambao Mungu amewaleta pale, wanatumia neno seraphim. So they were a type of angel. Nikawa walikuwa wametumwa na Mungu kuja kufanya damage pale. You know, wamekuja kufanya damage pale, wanang'ata watu. Mungu akasema, Musa, tengeneza nyoka wa shaba. Alikuwa anafundisha somo la imani. Halafu isimamisha ambapo watu wote watakuwa wanamuona yule nyoka wa shaba. Halafu itakuwa anasema, watu watakapokuwa wanang'atwa na nyoka, wakiweka macho yao kwenye yule nani, sumu haitawadhuru. Kwa hiyo Mungu, angalia, hakuondoa nyoka. Nyoka waliendelea kung'ata. Lakini sumu yao ilikuwa irrelevant as long as una fix macho yako kule. Maana yake nini? Maana yake hizi sumu zinazoingia na vitu vinavyokuja katika system yako ya kiroho to try and remove you, kujaribu kuondoa wewe, as long as macho yako yako fixed kwa yule uliyemwamini, hazina nguvu ya kukuua wala hazina nguvu ya kukuondoa katika himaya ya Mungu. Kwa hiyo tunaiweka katika namna kama hiyo. Lakini nimalize kwa kusema Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni mfalme, kwa sababu utukufu aliouvua wakati anakuja duniani, alimuomba baba yake amvike tena wakati anaondoka duniani, amemaliza kazi. Kwa hiyo makubaliano yao ya Yesu kuja duniani yakawa yameisha katika design kama hiyo. Wow. Asante sana Apostle. I think that one was a very deep conversation. Yeah, very very deep conversation. Natamani tu shift kidogo, tumalizie hii engo ya mwisho kwenye kitu kimoja ambacho kimekuwa na utata kidogo kwenye dunia ambayo tunaishi sasa hivi. Ukizingatia teknolojia, utandawazi umekuwa mkubwa. Yes. Lakini pia mafundisho yamekuwa mengi. Yamekuwa mafundisho mengi sana yenye mitazamo tofauti. Yes. Nataka tuongelee issue ya gender
jenda ya mwanaume na jenda ya mwanamke. And mostly kwenye position ya mahusiano, nafasi ya baba kwenye familia na nafasi ya mama kwenye familia. Alafu pia turudi kwenye eneo ambalo kidogo vijana pamekuwa na utata, kwamba kati ya mwanamke na mwanaume ni nani anayetakiwa kupiga goti na ni nini kinachotafutwa pale. Goti ni nini? Nini kinachotafutwa pale? Akipiga mwanamke, akipiga mwanaume, ni definition gani exactly pale, lakini pia iwe relevant biblically? Ni swali gumu na ni swali ambalo nimewahi kulijibu huko nyuma mahali pengine, likaniletea vita kubwa sana, kwa sababu watu wanajaribu kuona kama labda ninapunguza thamani ya jenda mojawapo, ya jenda au jinsia mojawapo, ninapunguza thamani. Lakini kuna tatizo kubwa pale ulimwengu unapo invade sana, unapoingilia sana mambo ya Mungu. Tunaporuhusu, unajua haya masuala ya kupiga magoti yameanza kwa wazungu huko, na hata kwao sio mambo ya zamani kama watu wanavyodhani. Ni mambo recent, ni mambo ya hivi karibuni. Kwenye ulimwengu wa roho, symbolism is everything. Yaani ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa ishara, na hata kitabu cha Ufunuo wa Yohana anasema, sura ile ya kwanza kabisa, kwamba haya ndiyo mambo ambayo Mungu alimuonyesha Yohana. Neno kwa Kiingereza, Biblia za Kiingereza neno signify, signify, alionyesha. Ukiangalia neno ku signify limetokana na neno la Kiyunani semaino, ambayo inaonyesha kuleta meaning kwa kutumia lugha ya picha. Kwa kitabu kizima cha Ufunuo ni Mungu anajaribu kuleta maana kwa kutumia lugha ya picha. Maana, kisha nikamwona mmoja kama mwanadamu, macho yake ni kama tanuru la moto, miguu yake ni kama, nywele zake ni kama. Kisha nikaona mwingine kama, anajaribu kuelezea kwa lugha fulani, kujaribu kupaint a picture ya realities fulani ambazo ziko katika ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho, symbolism is everything. Hata ninavyopiga magoti, kiongozi aidha mchungaji au apostle aniwekee mkono, ile position ya kunil ni position ambayo inakuweka kuwa subservient, inakuweka kwamba mimi niko chini. Yani always unayempigia magoti uko chini yake, ni ukiri. Katika ulimwengu wa roho kupiga magoti ni ukiri. Ndio maana Paulo hata anatahadharisha watu kwamba jamani, msiwe wepesi kuwekea watu mikono, kwamba usiwe mwepesi tu kupiga magoti mbele ya kila mtu tu akuwekea mikono, kwa sababu you don't know. Kwa sababu ukijisubmit mara nyingine huwezi kujua umejisubmit kwenye spirits ambazo zina operate ndani ya yule mtu vile vile. Umeona? Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho kupiga magoti is not just something kwamba no, it's just romantic. No. Kumbuka, mfano wa mume na mke ndio mfano pekee unaoelezea Kristo na kanisa. I want you to think about that for a minute. Mfano wa mume na mke ndio mfano unaoelezea Kristo na kanisa lake, which means kwa Mungu huo mfano ni very critical. Kila component ya huo mfano inamaanisha vitu fulani kwa Mungu. Umeona? Inamaanisha kitu fulani kwa Mungu. So tunavyokuja sasa kwenye modernity, kwenye haya mambo ambayo yamekuja kipindi hiki, sasa hivi nadhani tuko kwenye, sijajua kama bado tuko kwenye third wave feminism au tumeshaingia kwenye fourth wave, kwa sababu kuna waves za feminism. Ukianzia first wave ambayo ilikuwa inakuja na nini
kwenye kujaribu kuencourage vitu vya namna hiyo. Walikuwa na encourage vitu fulani vya ajabu ajabu sana, lakini ilikuwa kidogo kidogo kuanza kumbreak down mwanaume na kuweza kuibreak authority yake, kwanza kuondoa authority ya baba juu ya watoto, ikaja kuondoa authority ya baba juu ya mama. Kwa baba amejikuta yupo tu ni kama sperm donor, ni kama tu mtu tu wa kuleta mbegu ili uzao uwepo, lakini hana function nyingine zaidi ya hiyo, labda leta mbegu zako au leta hela or both. Umeona? Sasa ndio hiyo imekuja issue za kupiga magoti na nini. Unaweza kuwa unampenda mke wako sana sana na unatamani kumplease na kumpendeza na kufanya vitu vya namna hiyo, but also katika ulimwengu wa roho, wewe kama mwanaume unamponza kwa kumpigia magoti yule anayetakiwa kukupigia magoti wewe, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wewe unaitwa bwana. Kwenye ulimwengu wa roho wewe unaitwa kurios, master. Hata Petro anamzungumzia Sara, anawaambia wanawake, muwe kama mama yenu Sara ambaye alimridhia mume wake mpaka akamuita master. Master ni zaidi ya mume. Master manake mtawala wangu. Master manake owner, controller, mmiliki, controller. Na hilo ni agano jipya. Wanasema lakini kuna equality. No. Equality iliyopo ni namna tunapokea uokovu, kwamba wote tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Basi hapo ndio anasema hapo hakuna mwanamke, hakuna Myunani wala mshenzi wala mwenyeji wala nani. Hakuna. Lakini kwenye vingine vyote, kwenye vingine vyote agano jipya hilo limedefine roles. Role ya mwanaume imekuwa defined, imeelezea mwanaume ni nani, imeelezea mwanamke ni nani. Na kwa sasa hivi mimi ninawaambia vijana wa kike na wa kiume kwamba usioe wala kuolewa bila kwanza kupata definition ya jenda unayoioa au jenda unayoolewa nayo. Mila, umesikia wewe? Umeona? Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo, kwa sababu mume sio mshikaji, anaweza akawa rafiki, lakini sio shosti, sio baby, sio baby. Sio, unanielewa? Okay. Mume ni Bwana, mume ni Yesu. Yaani iko tu hivyo, Biblia imeweka hivyo, iko tu hivyo. Anasema, kuna sehemu anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo anavyolipenda kanisa. Halo, hakuna kitu kigumu kama hicho, kwa sababu that means you are supposed to cover her even when you should expose her. Wow. Okay. Mwanaume unakosea unapozungumza dhambi za mke wako, hata kama zipo, kwa sababu wewe ni Kristo kwake. Kristo ni pendo, na upendo husitiri wingi wa dhambi. Mwanaume una neema na rehema juu ya mke wako no matter what. Hiyo ni kama adhabu ambayo Mungu ametupa wanaume, kwamba lazima umsamehe sababu no matter what. Pigia mstari hapo, no matter what. No matter what. Hold on. Mfano, okay, let's say umeoa and imetokea sini mke wako amecheat, apostle amecheat. Like cheating na so cheating ya umeambiwa, umemuona mwanamke wako amecheat. Na una ushahidi and everything, by the way unaweza kushangaa umemfumania kabisa, live kabisa amekucheat. And still you're supposed to forgive her. Unaruhusiwa kupata kisukari, unaruhusiwa kupata BP, unaruhusiwa kupata hivyo vyote, lakini lazima umsamehe. Ndio ugumu wa kuwa mwanaume uko hapo. Unajua wanawake wanadhani kwamba wanaume mbona kama Mungu anawapendelea, hawajatafakari maandiko. Okay.
Hakuna dhambi mke wako huwezi kumsamehe. Inapokuwa imekuwa ni tabia sasa, then hatua zingine zinaweza zikachukuliwa, kwamba kwa sababu sasa ni tabia ambayo labda amegoma kuiacha au kitu cha namna hiyo. Lakini rafiki yangu, hakuna dhambi ambayo haisamehewi kwa mwanamke. Najua ni kitu controversial ninachokiongea hapa. Siongee hivi kusema kama ni rahisi. Ndio maana nimesema unaruhusiwa kupata kisukari, unaruhusiwa kupata nini, unaruhusiwa kupata pressure, lakini hiyo kitu hiyo mwanaume unasamehe, kwa sababu wewe ni Kristo. You are the only Christ she will ever see. Kumetokea shughuli fulani, kuna kifo kinakuja hapa, mwanaume ni lazima ujiweke mbele ya mke wako. You must sacrifice your life and your body for her. Your body is there to be sacrificed in case it is needed for your wife to be protected. Haya ni mambo ambayo vijana wa kiume lazima wafikirie. Sio kununuliana chips. Kuna sehemu yake, lakini kuna na hili kuwa mume, kuna vitu vya namna hiyo. Lakini yani kama Kristo anavyolipenda kanisa, ndivyo mume anatakiwa kufanya kwa mke wake. Sasa you won't get it right the first time. Ni vitu ambavyo tunaenda tunavyozidi kumfahamu, lakini jinsi mume anavyozidi kumjua Kristo, ndivyo jinsi hayo mambo yanavyozidi kuwezekana, na kuanza kuona hizo possibility, na kuanza kuona namna ya kuwa. Hata lugha yako kwa mwenza wako lazima iwe lugha ambayo ingeweza kufaa kwa Kristo, kwamba mume asisikie mtu ukimfokea mke wako. Kama mnaongea chumbani, lakini huwezi kumwaibisha kwa kumfokea, wala huwezi ku-undermine authority ya mke wako kwa watoto wake mbele yao. Umenielewa? You cover her, you support her. Mkiingia ndani ndio utaweza kusema kwamba bwana, pale ulikosea, issue iko hivi na hivi na hivi. Lakini mtoto asiweze kuwa na ushahidi, kuna siku ile ulimwambia hivi mama mbele yetu, au ulimfokea mama mbele yetu. Wala hata ndugu zako wewe uliozaliwa nao wewe wasiweze kuja kuwa na ushahidi kwamba kuna siku ulimfokea mke wako mbele yetu. Na wala yeye asiseme kuna siku uliwahi kunipandishia sauti mbele ya ndugu zako. Kama Kristo anavyolipenda kanisa. It doesn't mean she's perfect. Yeah. But it means that's life. Umeona? Sometimes anasema Mungu alionyesha pendo lake kwetu katika namna hii, kwamba tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sometimes even when you see that she does not love you the way that you think you should be loved, it doesn't mean you should force her to stay, but do not remove your love from her. Huwezi kumforce abakie na wewe, ila upendo wako kwake usiuondoe. That is how to be Christ to your wife. Na yeye ameambiweje? Enyi wake muwasitiri waume zenu. Alo, lile neno kuwasitiri pale ni neno phobos katika Kiyunani. Ni neno phobos. It is absolutely amazing. Phobos ndiko ndakopata neno phobia, ndiko ndakopata neno fear au hofu, ndiko ndakopata neno reverence, ile hofu ya Mungu. Ndio maana hawa wachungaji, nawaita hawa wachungaji utadhani mimi sio mmoja wao, ndio maana kisheria wanaitwa reverend. Reverend maana yake mwenye hofu ya Mungu, mwenye fear of God, kitu cha namna hiyo. Sasa phobos, nasema wake wawe na phobos, ni almost like kusema kwamba wives should fear their husband. Na ukichunguza ni the same fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the husband is the beginning of wisdom. Sio kuogopa ile kwamba akisikia unapaki gari hapo anakimbia kwenda kujificha chini ya kitanda. Hapana. Deferment, kudefer, yani kwamba ile kwamba neno lake huyu lina power over me. Neno lake huyu lina authority over mine. Si kama unanielewa.
Vitu vya namna hiyo. Neno phobos lakini vile vile limetumika pale kumsitiri. Maana yake ya pili ni kusitiri. Kusitiri ni kama hii nguo ambayo umejifunika nayo hapa. Sasa jaribu kuangalia. Kwa nini mwanaume anaambiwa mpende mke wako kama kumpenda Kristo? Mke maagizo anayopewa ni kumsitiri mume. Anaitwa hizo instructions ni Mungu. Kwa nini anaambiwa umsitiri? Kwa sababu wanaume wana issue za kusitiriwa. Yaani huyu mume ambaye Mungu anakupa, Mungu tayari anamjua alivyomdesign. Ana mambo ya aibu ambayo ukiyazungumza huko nje kwa watu ataaibika. Sio anaaibika yeye, anaaibika Kristo, kwa sababu mume ni representative wa Christ. Na unaaibika wewe. Unaweza kadhaa unamwaibisha mume, lakini na wewe unaaibika, mpaka watoto wanabeba ile aibu. Sio, umenielewa? Kwa sababu yeye ndio spiritually Mungu amemweka juu yako. So ili familia iwe safe, uwe safe wewe mwenyewe na watoto. Unajua, unaweza kadhani kumchafua mume, jamii tu itamuelewa yeye vibaya, lakini kuna namna spiritually inakuchafua na wewe mke, inachafua mpaka watoto. The whole thing goes bad. Kwa nini? Kwa sababu Adamu ni kichwa. Eva alikula tunda, nothing happened. Akaenda vizuri tu, bado hamna, hawajaanguka, wako uchi, hamna shida. Akachukua tunda akampatia Adamu. Adamu alivyokula, both of them, Biblia inasema wakajiona wako uchi. Kwa sababu gani? Kichwa kimekula. Maanake if the wife is exposed, kuna namna inaweza mume akaifunika akasema ni mke wangu. Mnasemaje sasa? Ni mke wangu, nyinyi mnasemaje? Issue inakuwa imeishia pale. Na nadhani mifano ushaiona. Issue inakuwa imeishia pale. Lakini mke akimchafua mume, the family imekuwa defiled. Kwa kanuni za kiroho. Umeona? Kwa hivyo, lakini kuna sehemu vile vile anaambiwa mtii mume wako katika mambo yote kama kumtii Kristo. Sasa tukirudi kwenye swali lako, je, ni sawa Kristo kulipigia kanisa lake magoti? Kristo kulipigia magoti kanisa lake? Ni sawa? Sasa tunavyosema kwamba kwetu sisi wa Kristo, sizungumzi kwa culture ya wazungu, nazungumzia kwa Christian culture anywhere inakokuwa found, kwa wazungu, kwa Waarabu, kwa Watanzania, kwa Wachina, kwamba kneeling is a sign of submission. Wengine wanasema ninamuomba uhusiano. Ninamuomba uhusiano. Not really. Ninamuomba kumjoin. Yani humuombi mwanamke kumjoin maisha yake. Unavomchumbia mwanamke, it's an invitation to join yours. Ndio maana yeye anaacha jina la baba yake. Yes, you are not joining her. She's joining you. Huungani naye, anaungana na wewe. Nimekumbuka ile statement ya hamuoani naoa. Yes, yani hamuoani nasema kwamba tumeoana. Hapana, nimekuoa. Umeolewa. Yani umeolewa, hamjaoana. Umeona? Yani kama mimi nimekuoa na wewe umenioa. Hapana. Ni mimi nimekuoa. Ndio maana jina langu liko kwenye tumekuja, tunaambatana, tunatengeneza sasa himaya yetu, tunatengeneza familia yetu. Umeona? Na mimi wanawaambia watu kwamba hivi vitu vya symbolism katika ulimwengu wa roho sio, yani kwamba mwanamke ambaye umeingia naye kwenye relationship ukiwa magotini, yani umepiga magoti, uko mbele, ukitaka kuzungumza kitu fulani atasema mimi naona unataka kunipandia kichwani. Nimewahi kusikia hizo sentence, mwanamke anasema kwamba nimeona utanipandia kichwani au unataka kunipandia kichwani. Hapana, mume hawezi kukupandia kichwani. Mume ni kichwa tayari. Ila mwanamke ndio unaweza kumpandia mwanaume kichwani, kwa sababu wewe sio kichwa. Sio kama unanielewa? Kwa hivi vitu vina baraka zake kabisa, zinadumu kizazi hata kizazi. Kwa ndoa ambazo zina observe hivi vitu, zina baraka zake ambazo zinadumu kizazi hata kizazi.
Umeona? Hatuzungumzi tu hivi kwamba kwa kuwapendelea wanaume, kwa kuwapendelea wanawake. Hapana, Mungu kuna namna amemlinda mwanamke kwa kumweka katika role aliyomweka, na kuna namna amemlinda mwanaume kwa kumweka katika role ambayo amemweka. Ninajua kwamba kuna kuja kwamba hapana bwana, kama mapenzi anaweza akanipigia magoti, mimi siwezi kuolewa na mwanaume ambaye anipigie magoti, then you are not ready for marriage. Iko hivi, kama kijana wa kiume hauko tayari kumpenda mwanamke kama unavyompenda Kristo, kama Kristo anavyolipenda kanisa, kama hauko tayari kumpenda na kumbebea madhaifu yake yote, you are not ready to be hauko tayari kuwa mume. Na kama mwanamke hauko tayari kumtii mume wako katika mambo yote, hata yanayokukera, hauko ready kuwa mke. It is that simple. Kwa hiyo sasa hapo Wakristo inabidi waamue, mwanaume unapiga goti au upigi goti. Mimi nikiona kijana wa kiume amesimama anamchumbia kijana wa kike, wote wawili wamesimama, jina la Bwana libarikiwe. Wote wawili mmesimama, mna vikana pete, wote wawili mnaenda kwenye madhabahu, mnapiga magoti kwa Bwana, kwamba tunapiga magoti kwa Yesu, kwa Bwana wetu, kwamba kitendo hiki ni kitakatifu, tunakiweka wakfu mbele yake, sina shida. Lakini kumpigia goti mwanamke, hiyo siwezi kumruhusu kijana yoyote ambaye ninamfahamu kufanya hicho kitu, kwa sababu ukianza ndoa magotini, mwanaume lazima uendelee ukiwa magotini, and that's not right. Bwana hatakiwi kumpigia magoti yule ambaye amewekwa amtawale. Mnakuwa mmekwenda kinyume na maumbile ya ndoa. Okay. Umeona? Unasema kwamba lakini haina madhara. Utayasikia tu, yapo spiritually, yapo. Mmempindua Kristo. Mume lazima ujiheshimu wewe kama Kristo kwa mke wako. Ikitokea watu ambao wao tayari walishaanza, mwanaume tayari alishaanza ndoa yake kwa kupiga magoti, nini anataka kufanya sasa hivi? Wala sio issue ya kujihukumu, kwamba mimi nimeshafanya ole wangu mimi nini na nini. Hapana, ni ku make sure kwamba tunavyojifunza katika hali kama hii, tunavyojifunza sasa, mjifunze pamoja na mke wako kwamba kumbe ile tulipiga, tulikosea. Kumbe Bwana anatakiwa kumpigia goti Bwana tu, kumbe mume anatakiwa kumpigia goti Kristo tu. Tena mnaweza mkafanya hata joke kwamba I say tulichemka kweli bwana, ule ushamba ule. Lakini anyway, now that we know, we will do better. Kwa mfano ikatokea kuna kijana ambaye anatusikiliza sasa hivi ambaye yeye alishaanza ndoa yake, ama mtu mzima alishaanza ndoa yake kwa kumpigia magoti mwanamke wakati anamuengage ama wakati anamchumbia. Nini afanye huyo mtu? Ni kitu tu cha kukaa na kujifunza na mwenza wake kwamba kumbe hii issue tulifanya haikuwa sahihi. Lakini Mungu ni mwingi wa rehema. Now that we know, sasa kwa sababu tunajua tutafanya better katika roles zetu za mume na mke. Kumbe sikutakiwa kukupigia magoti, natakiwa nimpigie magoti Bwana. Kumbe nikikupigia magoti ni kama ninakuponza, ni kama ninasema wewe ni Bwana wangu, kwa sababu anayepiga magoti ndio the submissive part, ndio yule ambaye amesubmit, ndio yule ambaye amejiweka chini ya mwenzake. Sasa katika ulimwengu wa roho, mimi sijajiweka chini yako. Iweka tu kwamba sijajiweka chini yako. Wewe uko chini yangu kwa sababu ni mke wangu. Ndio nimepewa na Mungu nikutunze. Ndio nimekabidhiwa na Mungu kwamba niongoze familia, niwe kichwa cha familia. Ni kitu ambacho mnaweza mkakaa, mkakiongea, mkakiweka tu hivyo, even as a joke. Kikapita katika namna hiyo, lakini moyoni mwenu mnajua na mnaanza kujifunza jinsi ya kuenenda sasa katika namna ambayo ni sahihi katika Kristo. Hivi vitu ambavyo watu wanasema kwamba havina madhara, nimeona madhara yake. Kwa sababu nimeongea na watu wengi mno, nimeona madhara yake. Na vikiendelea hivi, kuna vitu fulani vikiendelea katika kanisa, katika namna vilivyo, in the next 20 years hatuna ndoa katika kanisa. Haya mambo ya gender equality na nini, we are not equal. Sisi wote ni watoto wa Mungu, but we are not equal. We just are not equal. Hatuko sawa.
Mwanamke ana position yake katika Mungu, mwanaume ana position yake katika Mungu. Mwanamke ana position yake katika ndoa, mwanaume ana position yake katika ndoa. Ziko well defined katika Biblia. Na haimaanishi kwamba mmoja hana thamani kuliko mwingine. Inamaanisha kwamba they are just doing different roles. Haimaanishi kwamba pilot anayeendesha ndege ana thamani kuliko yule mtu ambaye yuko air traffic control kule chini, anaongea na mapilot kwa control huko juu. Pilot hawezi kufanya kazi yake kule juu bila huyu wa huku chini wa ATC. Na huyu wa ATC huku chini hawezi kuwa na kazi without the pilot. They are not the same. Mmoja anaitwa captain, mwingine haitwi captain. They are not the same. They are not the same. But kila mmoja ni wa muhimu katika eneo lake. Binti wa kike ambaye ana kazi nzuri, ana maisha yake mazuri, katika kujipambania, anateseka sana kwenye swala zima la kusubmit kwa mwanaume. Unamwambiaje? Kama ni wale wanaita wapambanaji, ambaye yeye anaona kabisa hataweza kusubmit kwa mwanaume, kwetu sisi Kikristo ni ruksa kabisa kutokuolewa. Kwa sababu huwezi until utakapojifunza, until utakapoweza, kwa sababu hakuna ndoa without submission. Ndoa is all about submission. Hata tendo la sex, sitaki kuongea, kuna vitu fulani technical ambavyo it is all about submission. Submission ikikosekana, wanaume wanapata shida kufunction na yule mtu. Kwa sababu mentally you must dominate the person to be able to be aroused by them. Sasa hiyo hatuiongelei, lakini kuna namna fulani hivi, kama unaona wewe ni mwanamke mpambanaji, una mambo yako ya hela na nini na nini, it is okay not to be married kabisa, kwa sababu utaleta tu maumivu, utakayoyaleta ni makubwa kwako. Ukizaa watoto, by the time wanakuja kuoa, wanaweza wasione maumivu kipindi wako wadogo, lakini by the time na wao wanaoa na kuolewa, kuna vitu fulani, kuna pains fulani watakutana nazo, ni kwa sababu ya lack of submission of the wife. Umeona? Or lack of love of the husband. Mume hana upendo au mke hana submission. Kwa hiyo kuna namna fulani pale ambayo inaruhusiwa kabisa kuto kuolewa. Mbona Paulo aliweza? Kwa hiyo kuna huwezi kuwa na vyote. Kuwa kwamba submission huna na ndoa unataka. Hiyo haiwezekani. Kuna uwezo wa kumpenda mwanamke na kumbeba kama Kristo, lakini kuna uwezo wa kumpenda mwanamke na kumbeba kama Kristo, but at the same time nataka uoe. Wow. Wakati huwezi kufanya agape. Hiyo na yenyewe inakuwa yani mwamba. Ishi kwanza wewe kama wewe. Na utashangaa kwamba Mungu anakupenda tu, anakutumia tu vizuri kama kawaida, mpaka hapo baadaye mambo yatakapokuja kukaa kivyako, uone kama moyo wako, now I can cope, now I can sacrifice. Kwa sababu ndoa ninaweza nikaisummarize kwa neno moja, kwamba mtu akiuliza ndoa ni nini, ndoa ni sacrifice. Because marriage will test you. Ndoa ni sacrifice. Ndoa sio romance. Ndoa itakuforce kuwa vile na kufanya vile ambavyo hutaki. Mke atakuvunja kiburi, mume atakuvunja kiburi. Kama pembe zako ni ngumu, haziwezi kuvunjika, ndoa lazima utoke. Wow. The ultimate test of a man is marriage. And the ultimate test of a woman ni marriage. How much do you need to be ready? So that unakuwa unajua kabisa, now I think I am ready to marry. Biblia inasema upendo una nguvu kama mauti. You must be dead to self. Yani you must be willing to sacrifice who you are, who your family is. Yani ujitoa kafara, wewe ni nani, familia yako ni nani, na vyote unavyodhani unavijua na nini na nini na nini. Vile vile sio tu kama mwanamke anatakiwa kusubmit kwa mwanaume, kuna areas ambazo kuna mutual submission, kusikilizana, kufanya vitu vya namna hiyo. Ndoa ni lazima uwe umekufa dreams zako, zinaanza dreams zenu.
na hamwezi kuingia kwenye ndoa kama mna maono mawili. Mke ana maono yake na mume ana maono yake. Hata kama mke anaendelea na elimu yake na vitu vyake fulani, lakini lazima at some point elimu yake na mambo yake fulani yaje yatumikie maono ya mume wake. Ndio maana kwa wanawake it's very important kuwa na mume mwenye maono, hata kama ni magumu. Usiolewe na mtu ambaye hana maono. Lazima uone kama ni mtu ana maono, hata kama ni magumu, na kwamba haya ninaweza nikayatumikia hata kama vitu vitachelewa. Okay. Umeona? Na huwezi kumuoa mke vile vile ambaye there's no submission kwake, yani kwamba nitamtengeneza huko. Hamnaga kutengenezeka, hawatengenezekaji. Yani lazima mjuane kutokea mwanzo, na muweze kujua tu kwamba I sacrifice my pride, ninajitoa kwa ajili ya huyo mtu basi. Unafungua mlango? Haya, fungua tu. Subiri 1 minute. Wow, that one was deep. Natamani tumalize kwenye hichi kipengele kimoja tu ambacho umekigusia hapo. Nini kinamaanisha kuwa na agape love? Nishai kusikiaga mtu anasema like, mimi mtu akiniumiza sawa namsamehe, but keep distance. Just keep distance. Na walokole wengi sana tuko hivyo. Like yeah, nimekusamehe, yani mimi sina shida kabisa na wewe, umeniumiza, umenisema vibaya, let's say umenidhulumu kitu fulani, but let's just keep distance. Hili ni eneo ambalo kwangu mimi limekuwa gumu sana toka utotoni kujifunza. Mimi ni mtoto wa mwisho kwa mamangu. Kwa mziwanda umedekadeka na nini, kuna vitu fulani unakuwa ni eneo ngumu kulielewa, but ninazo shuhuda, na watu ambao ninawaongoza kanisani wengi wanazo shuhuda, na ninaweza nikasema hata mke wangu anazo shuhuda. Mimi agape, upendo wa agape ndio upendo pekee ambao haumfaidii mwenye nao. Haukunufaishi. Kwa sababu agape causes you to lose. You become a loser. Agape inasababisha watu waliokuzunguka kufaidi uwepo wako. Kwa sababu you will always encourage them. You will always forgive them. Utawatia moyo, utawasamehe hata ambapo hawajarudi kuja kukuomba msamaha. Utawapenda, utawashirikisha. Amekufanyia vimbwanga, baada ya muda wewe ndio utakayemtafuta, ndugu yangu unaendeleaje? Vipi hali yako? Hiyo ndio agape. Hiyo wanayoisema Wakristo kwamba nimemsamehe lakini naweka distance, hiyo sio love. Love, hakuna love bila vulnerability. In order to love you have to be vulnerable. Ili umpende mtu lazima ufike mahali, yani uwe kwamba uwape watu nguvu ya kukuumiza kama wakitaka. Okay. Yani huwezi kuexpress upendo bila kuwapa watu nguvu ya kukuumiza. Yesu angesema mmeniumiza lakini tuweke hivi, asingekufa msalabani. Mkristo lazima fences zako ushushe chini. Zile kuta za kujilinda zishuke chini. Wakuumize tena, moyo wako uvuje damu mpaka uwe na ganzi, hauumii tena. Kwamba you cannot hurt me, I will still love you. There's nothing you can do to me to cause me to hate you. Yani hakipo kitu. Ushindi wa kweli na upendo wa kweli ni ule kwamba, yani wewe hapo hakuna unaloweza kufanya mimi nikuchukie. That is agape. Wow. Umeona, kuna mama natoaga ushuhuda wake. Kuna mama fulani kijana wake alipigwa risasi na kijana mwingine. Mungu akamwambia I want you to forgive the boy, and huyu aliyekufa ndio the only son. Akamfuata jela akamwambia I forgive you. Na Mungu akamwambia now I will work on your heart. I want you to adopt him as your son. Kwa yule akamuadopt yule, wakafanya mipango mpaka akaja kutoka jela.
Sasa hivi yule kijana anakaa na yule mama kwenye chumba cha yule marehemu as a son. That's agape. Agape will cost you everything, your dignity, kwa sababu kinywa chako hakita kuruhusu kurudisha maneno wanayokutukana. It will cost you your name. Itakukost jina lako, itakukost kila kitu, itakukost urafiki, itakukost everything. Agape. And yet you will still show up for people who have damaged you for life. Watu ambao wameharibu maisha yako kwa kujua kwamba wanayaharibu. Watu ambao wamezunguka nyumba hadi nyumba, familia hadi familia, kuhakikisha they are soiling your name, wanachafua jina lako. These are the people who deserve your love the most, because really these are the people who do not know what they do. Hii love ya kwamba nimemsamehe lakini ninamweka mbali kwa sababu nimemsamehe lakini sitaki aniumize. Upendo haujilindi. Love does not protect itself. Kwa sababu upendo hauhesabu mabaya, kwamba amenifanyia mabaya jana na leo kwa hiyo simsamehe. No, love keeps no record of wrongs. Ukinikosea leo halafu kaja ukanikosea kesho, you are doing it for the first time. Every time you do wrong, you are doing it for the first time. Kwa hiyo love sio somo la kufundishwa kanisani. Love is a lifestyle of loss and more loss. Unapoteza na kuingia hasara. Hiyo ndio upendo. Wow. Let it sink first. Na ukianza kutembea kwenye pendo hilo, ndio utakapojua binadamu ni nani. Watakutenda mpaka akili ikae sawa. Yeah, it's another field. Hiyo ni field nyingine. Upendo, tukisema tuanze kuzungumzia kuhusu issue ya upendo, ni issue nyingine kabisa. Wow. Lakini unawapenda vile vile binadamu kwa sababu you know yourself also, kwamba we are capable of anything. Yani we are capable of anything. Ndani ya dakika 2 unaweza kufanya kitu. So knowing that, you learn to give others the grace that you need yourself. Yeah. Apostle, asante sana. Thank you so much. Tumekuwa na wakati mwema. Amina. Na nafikiri kwa hivi kuna maarifa mengine yamezaliwa kwa watu. Amen. Na kuna mitazamo mingine ya watu imebadilika. Amen. Even destinies, kuna baadhi ya hatima pia zitakuwa zimebadilika kutokana na maarifa ambayo umetupa. Sisi tukushukuru sana. Thank you so much for being here, lakini pia kukubali wito na kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Amina. Asante sana. Asanteni na hongereni pia kwa vipindi. Kazi mnayofanya ni kubwa. Mnafikia watu wengi sana. Mungu azidi kuwabariki. Amina sana.